Wewe una mipango gani? Na mpango baada ya kupata mtaji nifungue saluni ya kwangu mwenyewe. Na kwanza nikasome ili niwe salonist mzuri. Lakini pia nisome mambo ya upambaji. Okay. Upambaji kwenye mashine. Yaani kifupi unataka ujikite kwenye urembo na decorations. Hivyo nikimaliza na fungua saluni ya kwangu mwenyewe, lakini pia niwe na mtaji kwa ajili ya kufanya upambaji. Kwa hiyo umejipanga kufanya kazi na sisi kwa mkataba wa miaka mingapi? Au mikataba mingapi? Sijapanga kizachi ni miaka mingapi, lakini 2 years na. 2 years. Yeah. Okay. Sawa. Kwa hiyo okay, sawa. Nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo nadhani baada ya miaka miwili utakuwa umetimiza ndoto zako ambazo ulikuwa unazihitaji. Ndio. Na umejipangaje kwenda kwenye kazi? Baba, hujaniambia umejipanga vipi? Kwa mfano ndio sasa umepangiwa eneo lako la kazi. Wewe unajipangaje kwenda kwenye eneo lako la kazi? Kwanza nimejipanga kwenda kufanya kazi vizuri kwa bidii. Kwanza nijitambue kwamba mimi ni nani, nimefika pale natakiwa nifanye nini na kwa sababu gani. Kwa sababu nikishajitambua mimi ni nani, nitajua natakiwa kufanya nini. Na nikishajua natakiwa kufanya nini, lazima nitafanya vizuri. Sitafanya tu ile bla bla na nini, lazima nitafanya vizuri kwa sababu najua nipo pale kwa sababu gani. Kwa hiyo nitafanya kazi kwa bidii, lakini pia nitahakikisha nazingatia ile niliyoelekezwa kwenye trainings na mafundisho mbalimbali. Nitahakikisha nazingatia na kuyafanya. Tena unazingatia. So usipozingatia unajua hasara zake. Utapoteza muda, utapoteza pesa zako, utapoteza, yani hatuwezi tukamvumilia mtu ambaye unaenda kulipwa pesa nyingi alafu bado usifanye kazi zako. Kwanza sisi vyeti vyako, sababu wewe umesoma, najua. Ndio maana hata mwanzoni sasa wewe una degree, right? Unasoma degree ya nini? Ya sheria. Lakini sasa degree yako ya sheria, vyeti vyako vinakusaidia tu kuongeza pale ka status fulani kwenye levels, lakini ile degree yako ya sheria haiwezi kuosha vyombo. Haiwezi kupanga ratiba. Haiwezi kumuuliza bosi wako kwamba anahitaji kufanyiwa nini. Haiwezi kumheshimu bosi wako, si ndio? Kinachotakiwa kufanya hivyo vitu vyote ni wewe na mindset yako. Yaani wewe ndio unatakiwa ufanye. Cheti chako kiwepo tu pale kwa ajili ya kweli maarifa hayo ya kusaidia wewe kuboresha zaidi huduma ambayo unaenda kuifanya. Sababu sisi hicho cheti chako cha sheria pekee yake hakitoshi si kupeleka mshahara wa 300,000. Ndio maana kuna mtu hapa anakuja kuomba hadi mshahara wa 500,000 lakini anaisha kupelekwa traditional. Mwingine hata traditional yenyewe anakosa. Kwa hiyo ni lazima wewe utuonyeshe kwamba una uwezo wa kufikia viwango vyetu sisi vya kulipwa shilingi ngapi? Hiyo 300,000 uliyoiomba.